Hello everybody Tanzania, mambo vipi? I go by the name Rush Talent. Bwana, nimekutana na mkali kabisa kati ya TikToker ambao wanasumbua sasa hivi. Huyu hapa anamuita Kid Boy, Papi, Handsome. Au vipi? Sasa hivi anakuita nani? Kabir. Kabir, mzee wa bwana, mambo vipi? Fresh man. Bwana, hivi kuna changamoto gani ambayo unapitia au TikToker mnapitia ambayo wewe mwenyewe ukikaa inakuumiza ila mbele za watu uoneshi kama inakuumiza? Kuonekana jobless tu. Jobless. Na kuna watu wanasema TikToker wamekuwa TikToker kwa sababu wengi sana wanapenda kitonga kulelewa. Ila kwa wewe ipo vipi? TikTok imekuwa kama mtandao wako wa biashara au ni mtandao wako wa kupata jina tu maarufu? Mimi nadhani maarufu unatengeneza hela, si ndio? Kwa hiyo ukiona mtu kashakuwa maarufu, basi jua ana uhakika wa kupata hela kivyo vyote vile bro. Wewe kwenye akili yako unaamini mimi hapa nilipo hapa naweza nikakosa 50,000, yani hapa tu nilipo 50,000 laki hapa tu hivi hata hapa unavyoniona. So kwenye Simpson nini, yani ukinisearch tu hapa 50,000 laki sikosi. Kwa nini? Sishapata maarufu, kwa hiyo zinakuja tu. Ya, kwa hiyo wale watu wanaosema TikToker sio kazi, TikToker anakuza sura, wewe unawaambiaje? Wewe unaifanyaje hiyo TikTok? Kila mtu ana namna yake anavyoifanya. Wewe ukifanya kama semester inakuwa hivyo, ukifanya kama biashara inakuwa. Sababu kila kitu kinakuwa the way wewe unataka. Na kwenye kila mfanyabiashara, sababu kisha kwa TikTok unakuwa ni kama artist, msanii wa singeli wa bongo flava au mwigizaji. Na kwenye hilo kila msanii anakuwa na manager wake. Kwa wewe mtu akikutaka kwamba anataka kufanya kazi na wewe, hiyo kwenye movie au kwenye kushuti tangazo au kwenye kuipromote kazi yake, yani wewe anakupata vipi? Mtu akinitaka ananitafuta mwenyewe tu. Mimi sina manager, mimi na watu ambao wananisupport kwenye kazi zangu. Kwa hiyo nikisema manager nitakuwa naongopa, ila na watu ambao wananisupport kwenye kazi zangu. Huwezi kuniambia mtu kwenye kazi yako akisema mimi nawekeza labda milioni 10 ndo manager. Hatuna makubaliano nao, wamesema wananisupport. Kwa mimi na watu wanaonisupport ila sio manager. Ikija masuala ya mchongo, unaniface mzee. Biashara, unaniona baba. Bwana, kuna swali jingine la mwisho la uzushi. Swali la uzushi la nilipo serious ambao naona kuna comment nyingi ambao ilikuwa ni biashara kwako na kwa watu. Nilikuona kwenye movie ya soka. Ila baada ya muda kadhaa kuna baadhi ya vipande ambavyo sijakuona na inavyosemekana kwamba hautokuwepo kabisa. Hivi ni kweli au utarudi? Hiyo inategemea na story. Mimi nadhani story inaonesha mwisho mimi nipo jela, si ndio? Basi mwandishi ataandika, kama nitahitajika nitaonekana. Mbona vitu vipo wazi vinaonekana kabisa kwamba hii ni story au maneno mengine sijui yanatokea wapi, lakini mimi ninavyojua hiyo ni story, mwandishi ameandika, mimi inabidi niende jela. Kama itatokea nitatoka, nitaonekana tena. Kuna comment za mashabiki ambao wanasema movie na uhitaji mkubwa sana, ndio maana ukiangalia zile namba ambazo wewe ulikuwepo kwenye zile episode na ukiangalia namba za sasa hivi zimeshuka sana tofauti na mwanzo. So wape neno mashabiki ambao waendelee kuifuatilia imradi wajue kwamba Kid Boy bwana yupo na ataendelea kuwepo kwenye movie ya soka, au ambie bwana sina uhakika kama nitakuwepo au sipo. Kwani mimi nimesema nimetoka kwenye movie ya soka? Mbona mimi sijasema sehemu kwamba labda nimetoka kwenye movie ya soka au nimeacha kushuti soka? Hapana. Nimesema ile ni story, kama itanihitaji mimi nitarudi pale. Sio neno kwa soka kwamba nimetoka. Na pia hiyo sijui namba zinapanda zinashuka. Mimi jamani sio YouTube, yani sijui chochote. Yani mimi najua kushuti tu. Basi au masuala ya namba nini sifahamu chochote. Okay, swali la mwisho. Nataka nitajie top 5 ya TikToker ambao unawakubali ukijitoa Kid Boy. Top 5 ambao unajua hawa ni TikToker noma. Nitajie top 5 yako. Wewe mimi sina top 5. Mimi wanangu wote wakali. Wapo wakali ila kuna watu kabisa. Sina top 5, sina. Kuna watu ambao kabisa wanangu wote wakali mzee wote. Yaani mimi kwanza kipenzi cha watu wengi ujue. Kwa hiyo nikianza kumention watu kwa majina nitajiwekea matabaka. Mimi kipenzi cha watu wengi. Mimi sina TikTok ambaye mimi siongei naye. Sina huyo. Sina TikTok ambaye mimi navimbiana naye, labda yeye anivimbie mimi.
ila mimi mashauri yao sina, pigo za Khadija sina. Mtajie moja ya challenge ambayo ulifanya ukasema hii challenge bwana, hii niliumiza sana. Mtajie challenge moja, najua zipo nyingi ambazo umeumiza, ila challenge moja nasema bwana, hii challenge nimeumiza sana kuliko challenge zote. Rashi, mimi kila siku naumiza. Yaani kila siku naumiza. Pengine ukikaa vibaya hata sasa hivi naumiza. Simu yangu tu imezima ningekuonesha. Mimi ninavyoshoot brother, mimi nafanya international. Yaani mimi ukiangalia vision yangu ninavyofanya na wenzangu wanavyofanya bro, lazima utabasamu yani. Naweza nikakushutia story, yani nyimbo yako ni Simba hata neno moja bro. Alafu nikashuti story na ukaelewa. Nitafutie nani anaweza kufanya hivyo, kimtoa King of Idea. Na kutajia sasa hapo kwenye watu wangu ambao hao. Ukimtoa King of Idea, ukimtoa kuna mwanangu anaitwa Jimmy. Ukimtoa nani labda hapo Ivan Visual, ukinitoa mimi bro, unamtoa na Best King hapo hakuna tena. Bwana huyu alikuwa anaitwa Kid Boy, Hans Boy. Sasa hivi anaita Kabir. Sasa hivi anamuita Kabir. Kabir, zingatia neno ka. Ainio, Kabir. Ndo kipenzi cha mama wote mjini. Huyu ndo kipenzi cha mama wote mjini, anamiliki gari Range kwa mama. Bwana